Habari Dar es Salaam, kwa majina ni Khalid Mzuka, ndiye mwenyekiti wa kamati ya maandalizi mashindano ya Uni Champion. Sasa hivi tunafanya msimu wa pili, nitakuwa na wind up kwa ajili ya kumalizia katika mambo ambayo tayari waliotangulia wameshazungumza. Awali yote nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nishukuru wadau wote kwa kuweza kufika, ikiwepo pia media. Kwa kifupi ni kwamba mashindano haya ni makubwa na sasa yanafanyika kwa level ya kitaifa, kwa sababu tunawashiriki Dar es Salaam kwa upande wa michezo na games na talent, lakini katika social awards ni taifa kiujumla. Tunawashiriki kutoka Mwanza, tunawashiriki kutoka Dodoma, tunawashiriki kutoka Arusha na mikoa mingine mbalimbali. Jumla washiriki wote katika kategori zote ambazo zimezungumzwa, ambazo ni kategori 50 kwa msimu wa pili, tunawashiriki 2620. Ni washiriki wengi sana. Mchujo wake unahitaji mchakato ambao ni wa muda mrefu. Tutaanza rasmi kwa uzinduzi tarehe 3 mwezi wa 5 na tutaenda mpaka tarehe 28 mwezi wa 6. Hiyo ndio itakuwa kilele. Na hizi naweza kusema kama ni sikukuu sasa za wanavyuo, kwa sababu almost kila mtu anapata ni kitu gani anaweza kufanya. Basi kama sio kufanya, basi ataweza kuona ni hobi gani anaweza kwenda kuisherehekea au kuwasherehesha ndugu na marafiki ambao wao wanashiriki. Kwa hiyo ningependa kutoa wito kwa wadau kuja kushirikiana nasi kwa udhamini wa jumla kulingana na proposal yetu, lakini pia tumetengeneza namna ambayo kulingana na moto wetu ni unlocking potential. Tunahitaji pia wadau wadogo kushirikiana nasi. Kwanza kabisa tunawaita wadau ambao wanaweza kuzinunua mechi zetu. Tuna mechi 140. Sisi tunaiuza mechi moja kwa shilingi 100,000, ili huyo mtu atakayetoa 100,000 yake aje hiyo mechi iwe ni ya kwake, aitumie kujitangaza, lakini pia ku unlock potential za wale wacheza mpira, ambapo kutakuwa na scout mbalimbali kutoka vyama mbalimbali vya michezo na timu mbalimbali. Lakini pia tunaziuza hizi tuzo. Tuzo moja tutaiuza kwa 300,000, ili kusudi anayetoa tuzo hiyo iwe ni ya kwake kuanzia sasa. Kama atatamani iwe kuanzia sasa na miaka mingine, haina neno. Lakini sisi tunatoa tuzo hizi zitolewe na mataasisi mbalimbali, wafanya biashara, makampuni. Tuzo kiujumla ziko 110 katika kategori 50. Kwa hiyo kampuni moja, taasisi moja inaweza kununua tuzo 5, tuzo 10, tuzo 20, haina shida. Sisi tunachokifanya ni unlocking potentials. Kwa hiyo tutawaunganisha wadau mbalimbali na wanafunzi ili kusudi waweze kutoa hizi tuzo. Kwa hiyo katika wadau ambao tuko nao, unaweza kuchagua ni tuzo ngapi unahitaji kutoa katika tuzo ambazo tutakupatia katika listi. Mwisho kabisa, katika uwanda wa burudani tuna audition za mchujo. Tunazo audition 12 za mchujo kwa upande wa talent zote, dance, kuimba, poetry na vitu vingine vyote. Hizi audition pia tunaziuza kwa bei ya shilingi 500,000. Tukampata mdhamini mmoja akanunua audition, basi tangu tunaitangaza audition mpaka inafanyika tutakuwa tunamexpose yeye kwa namna zote, kuweka logo zake, yeye kuzungumza, display ukumbini, red carpet na kila kitu. Kwa hata media zitakazokuwepo basi zitamcover yeye na jina lake la kampuni, lakini pia atazungumza. Na hii itakuwa ni prestige kwake kuwa amedhamini hii audition. Tunawakaribisha anayeweza kununua audition moja, audition 2 mpaka hata zote. Tunakaribisha sana wadau katika namna hiyo. Zaidi nipende kusema kabla ya kuanza mashindano tuna mambo matatu. Jambo la kwanza ni leo press conference. Jambo la pili ni tarehe 26 amelizungumza boss kutoka Pesatalk. Tutakuwa pale na Clouds, viwanja vya makumbusho. Tutafanya hii kwetu sisi ni rasmi kwa ajili ya washiriki wote 2600 waweze kuhudhuria, wapewe semina mbalimbali ya masuala ya fedha, namna ya kutengeneza malengo na namna ya kuuza vipaji vyao vilete pesa mbali na taaluma ambazo wanazizungumzia. Zaidi ya hapo tutakuwa na mechi za ufunguzi tutazifanya Gwambina. Hizi ni mechi ambazo wale mabingwa wa season 1 watacheza pale. Kwa hiyo tunawaalika tena waandishi wa habari katika tukio hilo kubwa ambalo tunategemea kuwa na ugeni kutoka wizara husika ya michezo pale viwanja vya Gwambina. Tutafanya asubuhi mpaka mida ya mchana, ambapo tutazindua kila mchezo kuelekea mashindano. Lakini pia hii ni chachu. Tumeona tulifanya season 1 Dar es Salaam na season 2 tunafanya pia Dar es Salaam. So season 3 tunaweza tukazungumza kwa uchache kwamba tutakwenda sasa mikoani ili jambo liwe la kitaifa rasmi. Sio watu kutoka mikoani kuja hapa. Basi season 3 tutafanya Mbeya, tutafanya Dodoma, tutafanya Arusha, tutafanya Mwanza, tutafanya Zanzibar na kilele itakuwa Dar es Salaam. Hiyo itakuwa ni kuhusu season 3. Kwa kiujumla nadhani hayo ndio yalikuwa machache. Niamalizie na kumbushia tu kwamba kategori zote ukizimention moja baada ya nyingine ziko 50, lakini tuzo ziko 110 kwa sababu kuna kategori zinatoa washindi wawili, male na female, lakini pia kuna recognition mbalimbali kwa washiriki ambao tunashirikiana nao. Chuo bora kilichoshiriki vizuri, makocha bora na watu wengine MVPs. Kwa hizi tuzo mzitambue na tunawakaribisha sana katika kipindi hiki cha msimu wa mashindano haya mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 6 tuwe pamoja ili kusudi tuweze kufanya kazi pamoja. Kufikia hapo basi ni tamati kabisa ya press yetu.
na kwa majina nitakumbusha ni Khalid Mzuka, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mashindano season 2 ya Uni Champion. Asante sana. Habari ndugu waandishi, mimi naitwa Eli Fadhil, ni mmoja wa waanzilishi. Haendi sana Habari ndugu waandishi habari, mimi naitwa Eli Fadhil, mmoja wa waanzilishi wa Uni Champions, lakini pia kwenye kamati ya maandalizi msimu huu ni makamu mwenyekiti wa maandalizi ya Uni Champions. Uni Champions ni mashindano ya vyuo na vyuo vikuu Tanzania ambayo yanahusisha categories mbalimbali. Moja ni mashindano ambayo yanahusisha mashindano ya michezo ya aina yote, ikimaanisha kwamba mpira wa miguu, mpira wa kikapu, mpira wa volleyball pamoja na netball, lakini pia kwa msimu huu kuna categories nyingine mbalimbali katika upande wa talents, lakini pia upande wa awards. Tuko hapa siku ya leo kwa ajili ya kuliweka rasmi au kutangaza rasmi uwepo wa mashindano haya kwa msimu huu, tukiwa tumeambatana na wadau mbalimbali ambao tutashikana nao mkono katika msimu huu ambao ni msimu wa pili wa Uni Champions toka kuanza kwake msimu wa kwanza ambao kupita nyuma. Kwenye upande wa michezo ambao ilikuwa ishafanyika pia msimu wa kwanza na ndio kufanyika msimu wa pili, tutakuwa tuna michezo ya aina 4. Mchezo wa kwanza ni mpira wa miguu ambao utahusisha timu kutoka vyuo 24 katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia tuna mchezo mwingine ambao wenyewe huu ni wa basketball ambao zitashiriki timu 16 za vyuo vikuu, lakini pia kuna mchezo mwingine ambao ni wa volleyball, vile vile tutashiriki timu 16, lakini pia netball tutashiriki timu 16 kutokea mkoa wa Dar es Salaam. Kwa jumla hii michezo yote sasa itakuwa ni michezo 140 na itafanyika kwa kipindi cha miezi miwili. Kuanzia tarehe 3 ya mwezi wa 5 utafanyika uzinduzi rasmi mpaka mwezi wa 6 tarehe 27 itakuwa ni tamati ya hii michezo yote, ambapo vyuo vyote Dar es Salaam vitashiriki ni vyuo 24. Michezo itakuwa kwenye mtindo ufuatao. Mpira wa miguu utaanza hatua ya makundi ambapo tumegawanya makundi kutokana na wilaya ambapo hizi timu zipo. Kwa wilaya ya Ubungo watakuwa wanatumia uwanja wa chuo cha Ustawi, lakini pia timu ambazo ziko upande wa UDSM tutakuwa tunatumika uwanja wa UDSM. Timu ambazo zipo upande wa Temeke utatumika uwanja wa Duse, lakini pia timu ambazo zipo Posta utatumika uwanja wa Muhimbili. Kwa hiyo kila kundi linakuwa na timu 5-5. Baada ya makundi kuisha, timu 2 kwenye kila kundi itaelekea hatua inayofuata ambapo tutanuka viwanja vya Gwambina Lounge kuelekea robo finali, nusu finali mpaka finali. Kwa michezo mingine ambayo ni volleyball, netball pamoja na basketball itatumika kuanzia hatua ya 16 bora au hatua ya mtoano vioni, kisha kuendelea na hatua nyingine mpaka kupata mshindi wa finali kwa upande wa michezo ambao huu ni msimu wake wa pili. Lakini pia kwa upande wa talents tupo na partners wetu ambao hawa ni UC ambao tunaona tuko hapa na mwakilishi wake managing director, anaweza kuja kutupa kwa upana wake kwamba talent hizi zinaanzia wapi, zinakwenda wapi, tutafikia wapi, kisha tukaribishe wadau na wadhamini ambao tupo nao hapa siku ya leo pia kwa ajili ya kuweza kutupa moja na mbili na kwa nini wao wamekuwa interested kufanya kazi na wanavyo. Kwa hiyo karibu sana Mr. Face, sogea huku uweze kuzungumza juu ya talents inaenda vipi. Msimu wa kwanza ulivyokuwa, tutakuwa na hiki kipengele kipya cha tuzo za kijamii pamoja na mdahalo. Msimu wa kwanza kulikuwa na yale mashindano ya sports kwa maana ya michezo ya uwanjani, lakini tulikuwa tuna games competition kwa maana ya michezo ya ndani na kidijitali, vile vile tulikuwa tuna talents. Kwa mara ya kwanza tunaitambulisha kwenu social awards competition pamoja na debate. Nikianza na kipengele cha tuzo za kijamii, tutakuwa na vipengele takribani 10 ambapo kwenye kila kipengele tutapata washindi wawili kwa maana ya jinsia ya kike na ya kiume. Vipengele hivyo ni vifuatavyo. Tutakuwa na kipengele cha uongozi, tutakuwa na kipengele cha ubunifu, tutakuwa na kipengele cha uigizaji wa mitindo, cha 4 kitakuwa ni uwasilishaji, kipengele cha 5 kitakuwa ni upigaji picha, kipengele cha 6 kitakuwa ni uandishi, kipengele cha 7 utakuwa ni ushawishi wa kijamii, kipengele cha 8 itakuwa ni ujasiriamali, kipengele cha 9 itakuwa ni uzungumzaji wa hadhara, kipengele cha 10 ni